Je, ni uoga gani huwa inakusumbua sana? Unajua uoga uko aina nyingi, na kama venye tulisema kwa somo lililopita ni kwamba uoga ni roho mbaya, roho ambayo inakuonesha vivuli ya mambo kama iko tayari, na huwezi tibu ugonjwa ambao hujaufahamu ni ugonjwa gani uko nao kwanza. Na hivyo ni vyema sana kuanzia na kuangalia una uoga gani ambao unakusumbua. Hivi siku ya leo ningetaka tuangazie aina kadhaa kama 10 hivi za uoga, na ukijiona una uoga wa moja ya zile, ni vizuri uweze kusoma pia ujue jinsi ambavyo unaweza kabiliana na ule uoga, kwani uoga si kitu nzuri. Unaweza kukuweka kwa jela miaka yote, jambo ambalo halifai kama. Uoga wa kwanza ni kuogopa kuanguka, kuogopa kufeli. Huo ni mmoja wa uoga ambao huwatishia watu wengi, na ni uoga ambao pia ni the most useless one. Huu ni uoga ambao unakaa ukikuuliza, what if I fail? Utakuaje? Lakini unakunyima nafasi ya kuuliza, what if I succeed? Huu ni uoga ambao umewaua watu wengi kuliko kufeli kwenyewe. Na jambo lolote la maana, jambo lolote kubwa, maendeleo na uvumbuzi wowote ushawahi fanyika, ulifanyika sababu ya mtu mwenye aliamua kutouruhusu uoga. Angalia mtu kama vile Thomas Edison. Ni mmoja wa wale watu ambao katika historia walifeli sana katika jambo ambalo walikuwa wanajaribu kulifanya, hasa katika uwanja wa uvumbuzi. Lakini baada ya kujaribu mara 1000 kuitengeneza globu bila ufanisi, hatimaye globu iliwaka. Na alipoulizwa ni nini kilikupea motisha ukaendelea hayo mara yote ukijaribu huku ukianguka na huku moyo, asema ya kwamba hayo mara yote si ati alianguka, aligundua tu njia 1000 ambazo hazikufanya kazi, lakini hatimaye akapatana na moja yenye ilifanya kazi. Hivyo basi usiogope kuanguka, kwani kuanguka nako ni lazima. Na mtu mwenye haanguki kwa chochote ni mtu mwenye tu hana kitu mpya anachojaribu. Kama ukijaribu chochote, basi unaweza epukana na kuanguka, na vile vile huna budi kutofaulu na kutopata chochote. Kitabu cha Methali sura ya 24 mstari wa 16 inasema ya kwamba mwenye haki anaweza anguka hata mara 7, lakini yutasimama tena. Na kwa hivyo uoga wa kufeli utaushinda vipi? Utaushinda kwa kuchukua kila mara umefeli kama feedback. Alafu ujue ya kwamba kila mara ambayo umefeli ni kama mwalimu, imekufunza kitu. Kila ukifeli unasoma kitu mpya. Chukulie kama ni kusoma, unaendelea kusoma kila mara unapofeli. Na vile vile ni vizuri ujue vema kwamba hujawahi feli kabisa mpaka ile siku utasema sitojaribu tena. Aina nyingine ya uoga ni uoga wa kukataliwa. Nitakubalika? Watu watasema nini? Watanikubali au la? Lakini hata Biblia inasema ya kwamba ni vema kutafuta tu kukubalika na Mwenyezi Mungu, kwani ukubalikapo na Mwenyezi Mungu kuna urahisi wa kukubalika pia na watu. Na vile vile usisahau, hakuna mtu atawahi kubalika 100%. Lazima kuna wale watakukubali, kuna wale hawatakukubali, na hivyo ndivyo dunia ilivyo. Hata Yesu alikuja akafanya mazuri, akamwokoa mwanadamu, na bado wakasema asulubishwe. Hivyo basi ni vema kujua ya kwamba watu huwezi wafurahisha 100%. Watu bado hata wafanyie vizuri vipi, watakukataa. Aina ya tatu ya uoga ni uoga wa usichokifahamu, fear of the unknown. Unashangaa mambo itatokeaje, kutakuwaje, na kuona huelewi venye hali itakuwa, unajipata unaogopa. Kama vile Abrahamu, wewe enda tu, kwani aliyekushika mkono ni Mwenyezi Mungu, na uanzishapo tu, anza safari,
Huko kwingine kutajileta polepole tu kama unaendelea na safari, kwani hii ni kama uendeshapo gari usiku. Huwezi ona bali unaona hapo tu. Huko kwingine ni unknown, hujui ni nini kiko, lakini mahali taa inafikisha mwanga, unajipeanga matumaini kwamba huko mbele bado ni kuzuri. Inaenda ikikuonesha mahali imefika, unaendelea vile vile mpaka unafika kwenye ulikuwa unaenda, na hiyo ndio tu njia ya kukupeleka mahali. Hamna mahali utakapoenda ukijua kabisa unaenda kupata nini. Ni vizuri kuanzisha tu, alafu anzisha ukijiambia najua Mungu amenishika mkono. Aina nyingine ya uoga ni uoga wa watu watasema nini. Watu watasema tu, hata usipofanya chochote bado tutasema. Unakikumbuka kisa cha mzee waliokuwa wanaelekea mahali na mwanawe, na yule mzee akaipanda punda. Walipoenda kidogo, akasikia watu wanasema muone yule kujipenda. Basi akaona hamna haja nijipende, na hivyo basi akashuka na akampandisha kijana wake. Kwenda kidogo akapata wengine wakasema, hebu muone kijana uzembe, yaani hata yeye ndiye anakalia baba yake na ndiye mzee atembee. Yule mzee akasikia akasema, hebu tupande sote wawili basi. Walipoenda hapo mbele wakapata wengine wakasema, maskini wa punda huyu, sasa watamuua. Mzee akawasikiza pia, akaona hebu basi tutoke tutembee miguu basi, tufurahishe watu. Kufika hapo mbele akapata kikundi kingine, nacho kikasema, waone wajinga, wanatembea miguu, basi punda walibeba wa nini? Na mzee akanyamaza, akaona by the way, tulibeba punda wa nini basi? Mzee akawa mtu amechanganyikiwa sana. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha. Ukiwasikiza watu utachanganyikiwa vibaya. Fanya chenye unahimizika kufanya. Maoni ya watu achana nayo, na kama ni ushauri, chukua ule ushauri ambao utakusaidia, lakini usichukue kila ushauri. Kwani wengi ni wa kukupoteza. Wengi ni wenye hata hawaelewi unatoka wapi, ukielekea wapi, na ni kwa nini unafanya chenye unafanya. Hivyo basi achana na maoni ya watu, na itakuwa bora hata kama wanakusema vibaya, kwani hata Yesu alisema kubarikiwa ni nyinyi watu watakapo watusi kwa sababu yangu. Hivyo basi wa kumfurahisha ni mmoja tu, hao wengine wakubali uamuzi wako au watembee makubwa, sio? Na aina nyingine ya tano ya uoga ni uoga wa kufa. Kila wakati unauliza what if I die? Lakini kufa ni lazima, iwe utaogopa au utaogopa siku moja. Na hata Paulo alisema to live is Christ and to die is a gain. Na hivyo kama Mkristo ni vizuri pia kufocus sana na kuishi milele, badala ya kuangalia sana na kukwamishwa na uoga kwa kuishi miaka michache tu. Focus on living meaningful life, not just living carefree. Yeah. Uoga wa sita ni uoga wa kufaulu. Huo nao unashangaza, lakini watu wako wengi ambao huogopa kufaulu kuliko hata kuanguka. Nao wanajiuliza what if I make it? Na hiyo inawapea wasiwasi. Unapata ya kwamba wanaomba gari lakini wanaogopa mpaka kuiendesha. Wanaomba biashara lakini wanaogopa kuimanage. Wanaomba relationships lakini wanaogopa kucommit themselves. Lakini Luka mtakatifu inasema ya kwamba to whom much is given, much is expected. Na hivyo iwapo unataka kupewa mengi, lazima uwe tayari pia kuonesha matokeo mengi tena mazuri. Na vile vile elewa ya kwamba neema ambayo ilikupandisha ikakufanya ufaulu inao uwezo wa kukuhifadhi. The grace that lifted you up, it's able to sustain you there. So usiwe na wasiwasi wa kufaulu. Na aina nyingine ya uoga ni uoga wa masiku yaliyoisha, au the fear of the past.
Huu ni uoga ambao unakuulizanga what if it happens again, na unaweza ishi umefungwa mahali na huu uoga, kwani unakumbuka hata hadithi ya nyuni aliyekuwa amefungiwa mahali, akakuwa kama amefungiwa, na alipofunguliwa hakuenda popote, hakupaa, alikaa pale tu, kwani hakumbuki amefunguliwa na anaweza enda zake. Pia kuna ndovu aliyefungwa na kakamba kidogo akiwa mdogo na akakuwa mpaka akawa mkubwa, alafu akafunguliwa. Yule ndovu kusemekana ya kwamba hakutoka pale, pia alikaa kuzunguka hapo hapo tu, hata alipoona nyasi yenye angekula huko mbali angeifikia, kwani anajua kamba yake haiwezi mruhusu, lakini alifunguliwa kitambo. Hivyo ndivyo uoga wa yaliyotendeka kitambo kutufanya kutufunga hapo hapo tu kama kale kakamba, hatuwezi enda mahali, lakini kumbe hata hakuna kitu. Hivyo basi ni vema kusoma na past, lakini usikae pale. Hebu your past isiwe ndio ina dictate your history, kwani hata Biblia inasema yasahau yaliyopita, usidumu kwa hayo, kwani naja kufanya jambo mpya. Jisamehe wewe mwenyewe, wasamehe wale ambao kidogo labda walikufanyia mabaya, na kutoka hapo uishi leo, uishi sasa. Chana na uoga wa past. Na uoga mwingine ni uoga wa kuwa mpweke au kuwa peke yako. Kuna watu ambao huhisi I can't do life alone, lakini ni vema kujua ya kwamba God can sustain you without help. Unaweza ishi ukiamua. Ni vizuri kujifunza kuenjoy your own company, alafu ujaze maisha yako na maombi na your purpose, na kutoka hapo ujue ya kwamba kuwa peke yako haimaanishi you are lonely. It only means you are in preparation. Uoga mwingine ni uoga wa kubadilika, the fear of change. Unakuwa mahali na unasema hapa ndipo nimezoea hivi, na hivyo hutaki kubadilika hata kidogo. Unakuwa katika hali ambayo tunaita comfort zone, hali ambayo ukiruhusu kidogo kidogo inabadilika na inakuwa danger zone. And therefore it is good to trust that every divine change carries a divine purpose. Embrace progress over familiarity. And again, talk to your fears. Tell them, I may not know where I am going, but I know the one who is leading me. And like that, utaweza kuconquer the fear of change. Na uoga wa mwisho, huenda si wa kila mtu, lakini pia huu ni uoga aina yake, uoga wa kuogopa mwito wa Mungu. Kuna watu ambao Mungu huwaita katika huduma yake, lakini uoga hauwezi waruhusu. Tunayo hata mifano katika Biblia kama vile Musa, Yeremia, Gideon. Wote walikuwa na uoga mwingi sana wa kuitika mwito, lakini Mungu aliwaashua kitu moja: msiogope, kwani mimi niko na nyinyi. Hivyo basi, iwapo wewe ni mmoja wa wenye kuogopa mwito fulani, nayo mito ni tofauti na si lazima iwe ni ya kazi yenyewe ya pale katika madhabahu. Unaweza kuwa ni mwito mwingine ambao uko kando sana na madhabahu, lakini Mungu amekuita kwa ile kazi. Ni vizuri kujua ya kwamba Mungu ataenda nawe, hivyo hamna haja kuogopa mwito. Wacha kufocus na weaknesses, focus on your strengths, huku ukijua ya kwamba Mungu hawaiti walio watimilifu, bali huwatimilisha aliyowaita. Hizo ni aina 10 safi za uoga. Uko na gani? Haijalishi umekuwa nayo kwa muda gani, ni uamuzi unafanya na unasema sitaogopa tena, hili sitaliogopa, na nakuhakikishia utabaki kushangaa limeenda wapi. Chenye umeishi kuogopa huo muda wote, hiyo miaka yote, kimeenda wapi? Kwani nyingi zake ni vivuli, haviko. Na hivyo basi ni vema uembrace
faith, na ndio uweze kupigana na uoga, kwani huwezi kuwa na zote mbili kwa wakati mmoja. Kama wewe ni muumini na una imani, uoga lazima kidogo ukae nje. Natumai umesoma kitu. Tupatane katika somo lijalo.